American Swahili News na Swahili Villa Online TV katika siku hii ya leo ya Jumamosi, ambapo tunajua kwamba Tanzania ni Jumamosi jioni na imeshafikia mida ya watu kwenda kupumzika, kujipanga na kwenda katika, kwa wale wa Kristo, kwenda kwenye nyumba za ibada Jumapili makanisani na kuliombea taifa letu la Tanzania ambalo linapitia katika kipindi kigumu kweli katika mwaka huu 2025, ambapo tunakwenda kumaliza kuingia mwaka 2026. Ni mwaka ambao katika kalenda, kama nilivyozungumza katika vipindi vyetu vya nyuma, ni kalenda katika matukio ya kuchagua viongozi, yani kuwepo kwa uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini katika ukifuatilia katika matukio yaliyotokea katika siku za nyuma, kuanzia mwezi wa 10 wa mwaka huu 2025, kuanzia tarehe 29 mpaka hapa tulipofikia, kuna matukio mbalimbali, hususan matukio ya vurugu, fujo na kutokufanyika kabisa uchaguzi mkuu wa kuchagua madiwani, wabunge pamoja na rais. Lakini tumeona wenzetu ambao walikuweko madarakani katika kipindi hiki kabla cha uchaguzi, ya kwamba walikwenda kujitangaza wenyewe kwa kutumia hiki kitu kinaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hapo Tanzania, na kulitokea fujo pamoja na kitu ambacho hakijawahi kutokea katika historia ya Tanzania. Ni mauaji makubwa kabisa yaliyofanywa dhidi ya raia wa Tanzania na vyombo vya ulinzi na usalama hapo Tanzania. Tukisema vyombo vya ulinzi na usalama Tanzania, tuna maana ya Jeshi la Polisi, Jeshi la Wananchi wa Tanzania, TC na vyombo vingine ambavyo vimeundwa na serikali hii, ambavyo vinasema au vinajulikana ya kwamba watu wasiojulikana. Sasa katika makala hii ya leo tunaangazia zaidi katika tunaelekea vipi kumaliza mwaka huu wa 2025 kuelekea 2026, wakati kuna maswali mengi lakini hatuna majibu dhidi ya hiki kitu ambacho kinaitwa uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwaka huu wa 2025. Tumeshuhudia wenyewe Watanzania na Watanzania waliokuwa ndani na nje ya Tanzania, picha pamoja na video ambazo zimesambaa na kuzagaa ulimwengu mzima. Tumeshuhudia wenyewe mataifa makubwa duniani, hususan Jumuiya ya Ulaya, kutoa matamko na kuiomba serikali ya Tanzania kurudia uchaguzi, au la utaelekea uwekwaji wa vikwazo dhidi ya serikali hii ya Ram ambayo imejiweka madarakani kwa kupitia mtutu wa bunduki pamoja na risasi. Tumesoma na kuyaona matamko ya mataifa makubwa, hususan taifa hili la hapa Marekani. Kwa hiyo American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, katika kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, tutawaleteeni makala au tunawatayarishieni makala ya kuumaliza mwaka huu wa 2025 kwenda mwaka 2026, ambao unaangazia na kufuatilia matukio yote muhimu ambayo yametufikisha hapa tulipo, na serikali hii dhalimu ilijiweka madarakani inaleta majibu gani dhidi ya raia wa Tanzania ambao wamezoea kuishi katika misingi ya haki pamoja na amani. Neno haki hatulisikii kabisa likizungumzwa na viongozi hao wa Chama cha Mapinduzi, kuanzia rais mwenyewe huyu aliyejiweka madarakani na viongozi wote wa kitaifa katika serikali hii ya Chama cha Mapinduzi, bali tunasikia amani. Sasa je, neno haki hili halipo katika misamiati ya lugha yao, kama ukiwa mwanachama wa CCM au mtu ambaye unataka kupata nafasi ya uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi? Kwa hiyo basi, tegeni masikio katika kipindi chetu cha Good Morning Africa, Good Morning East Africa, ambacho kinakuja 11:45 kutoka katika American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV, moja kwa moja kutoka katika studio zetu hapa Columbia, South Carolina. Peace.